tulikuwa tunazungumza hapa kuhusiana na masuala mazima ya afya ya akili. Sasa kwanza hebu ungetufafanulia kwanza afya ya akili ni kitu gani, kwa sababu mtu mwingine pengine huenda akawa anaelewa lakini anachanganya uelewa kuhusiana na hili swali. Ni swali zuri na kweli kuna changamoto kidogo watu huchanganya. Usema mtu ana afya ya akili wakiona maanisha ana changamoto za afya ya akili. Kwa hiyo afya ya akili maana yake ni mtu kuwa na uwezo wa kukabiliana na changamoto zake za kila siku, hasa katika masuala ya kihisia, ya kifikra na masuala ya kijamii. Akiwa na uwezo wa kuchanganua na kupambana na hayo mambo akaenenda kama anapotarajiwa na jamii, tunasema huyo mtu ana afya ya akili. Lakini akishindwa akienda kinyume na hapo, maana yake ana changamoto ya afya ya akili. Kwa hiyo ni kweli kuna mchanganyiko, watu husema huyu ana afya ya akili wakiwa na maanisha ana changamoto. Kwa hiyo mtu mwenye afya ni yule ambaye anakuwa na uwezo au ana msawazo kwenye akili yake. Lakini yule ambaye anashindwa sasa ndo tunamuita ana changamoto ya afya ya akili. Okay. Naam. Mtaalamu. Naam. Unanipata vizuri Nakupata vizuri. Hivi tunawezaje kutofautisha kati ya afya ya akili na yule mgonjwa, nitumie lugha gani nzuri, aliyechanganyikiwa kabisa akili? Tofauti yake ni nini? Yaani afya ya akili na yule mgonjwa tofauti yake hakuna. Kinachotokea ni namna ambavyo tunatafsiri kwenye jamii. Changamoto za afya ya akili zote, uwe unaugua magonjwa kabisa ya akili au umepitia changamoto kwa muda mfupi, aidha una hasira sana, una huzuni sana, una furaha sana, hizo zote ni changamoto za afya ya akili. Alafu ndo kuna ile iliyo nyingine ya kuchanganyikiwa sasa, kuwa umepoteza uwezo wa kuchambua mambo ambayo yanaendelea wakati huo, kufanya vitu visivyo vya kawaida, kukosa usingizi, kukosa kula na vitu vingine. Kwa hiyo yule aliyechanganyikiwa na yule ambaye ana hasira sana kwa sasa, wote wana changamoto ya afya ya akili. Okay. Kwa hiyo unaanza tu kuwa na afya ya akili alafu baadaye unachanganyikiwa zaidi, ndio unarukwa na akili sasa. Changamoto moja huweza kupelekea changamoto zingine, ambazo zingine ndo zinakuwa ngumu zaidi kuliko zile ambazo unaweza kuzihimili kwa kawaida bila kutumia dawa. Okay. Na hili tatizo la afya ya akili kwa sasa, nini hasa visababishi zaidi? Kwa sasa visababishi vimekuwa vingi. Mtindo wa maisha umebadilika sana, umekuwa ubinafsi sana, watu wanaishi kivyao vyao mno. Unaweza mkaa kundi la watu 10 lakini kila mtu kainamia kwenye simu na anafanya mambo yake peke yake. Majirani wamejenga ukuta kubwa, hawezi kuwasiliana, jua changamoto ya jirani na nini kinaendelea. Kwa hiyo mtindo wa maisha umechangia sana. Pengine vinasababisha stress zimeongezeka, life stresses zimekuwa nyingi. Kwanza hiyo mitandao ya simu, ugumu wa maisha na ongezeko la watu, upatikanaji wa kipato umekuwa mgumu. Alafu pia ukiangalia mambo yamebadilika sana kwenye jamii zetu. Yale tulikuwa tunatarajia yamekuwa tofauti sana kwa sasa, na hivyo vinasababisha sana mtu kuwa na changamoto. Kwa hiyo changamoto hizo zimeongezeka sana kwa kipindi cha sasa kwa sababu hizo. Sawa. Na kwa takwimu au kwa numbers, hali ikoje? Yaani nikiwa na maana ya kwamba ukubwa wa tatizo kwa sasa. Sasa hivi dunia yote, sio Tanzania peke yake, dunia yote changamoto za afya akili zimeongezeka sana, kwa sababu nafikiri ongezeko la watu, mabadiliko ya teknolojia yalivyobadilika kwa kiasi kikubwa, lakini pia ugumu wa upatikanaji wa kipato. Kitu kingine pia kwenye jamii yetu ya sasa, kwa ulimwengu mzima, ni kwamba malezi yamebadilika sana. Vijana wa sasa waona uwezo wa kupambana na masuala ya kihisia, wanaita emotional maturity. Lakini pia vijana wa sasa hawana sense of responsibility, hawafundishwi namna ya kuwajibika
hayo mambo yameongezeka sana katika jamii sasa. Kwa hiyo kumekuwa na matumizi makubwa ya vilevi na madawa ya kulevya kama visingizio, excuses vijana wanatumia kwa sababu hawana uwezo wa kuhimili masuala ya kihisia, hawajui kuwajibika, wanapenda sana kusingizia vitu. Hayo yote yamesababisha sana ongezeko la changamoto za afya akili kwa sasa duniani. Sawa, tulikuwa tunajadili hapa kuhusiana na swala zima la masuala ya ajira. Ndiyo. Na imetajwa kwamba hii pia inachangia kuongezeka kwa watu kuwa na changamoto ya afya ya akili. Ndivyo Sasa ili kwa majibu ya Mheshimiwa Waziri amesema kupitia mitaala ya elimu ambayo sasa hivi inatolewa inaweza ikasaidia kuweza kupunguza hiyo mentality ya watu kusubiria au kuamini kwamba wataajiriwa. Ili tunaweza sasa kwa kitaalamu tunaweza kulifanyaje ukiachilia mbali na masuala ya mitaala ya elimu? Okay, moja ni kwamba kwanza hiyo mitaala inafanyika sasa hivi ili kuweza kubadilisha mentality ya namna watu wanavyochukulia uhalisia wa baada ya kuhitimu masomo yao. Kiuhalisia tulikuwa wote tunasoma, tunaandaliwa baada ya hapa tutavuna hichi ambacho ni ajira. Sasa tunapokutana na mambo tofauti na kile tulichokitarajia, hapo ndipo ugumu unapoanzia. Sawa, sisi akili zote tulikuwa tunajua mimi nikimaliza chuo nitaenda kupata ajira tena nzuri tu. Lakini sasa unaenda mtaani unakutana na kuna ajira ya kutafuta ajira. Kwamba unaenda kufanya kazi ya kutafuta kazi mpaka unazeekea kwenye vyeti vyako vimechakaa na wewe mwenyewe umezeeka umechakaa kabisa bila kupata hiyo ajira. Na pia mazingira ya uwekezaji katika nchi zetu pia ni magumu sana, sio rahisi mtu kuwekeza. Startup wanapata wakati mgumu sana. Kwa hiyo mambo mengi yalikuwa magumu kwenye jamii yetu. Labda wakibadilisha hiyo hali ya mitaala, wakawafundisha mashuleni vitu vingi vya kujitegemea, itaweza kusaidia. Lakini sasa umesema tufanyeje nje na hiyo mitaala? Moja, watu wote wanatakiwa wawe na plani kuanzia, sio kwa wao na plani B peke yake. Una plani A, B, C mpaka zifike Z. Usiwe na unajiwekea limit kwenye fikra zako kwamba hichi kishindikana hichi basi tena hamna kingine. Hapana. Uwe tayari kwa yale ambayo yasiyotarajiwa. Mara nyingi umetarajia nitapata ajira, pia weka kichwani mwako kwamba huenda nisipate, itakuwaje? Sawa. Ukishaanza kuwa na fikra za aina hiyo, inakuwa rahisi sana kukabiliana unapokutana na changamoto kipindi imefika. Jambo lingine, kuanzia mapema huku kwenye malezi, wazazi wabadilishe sasa mitazamo. Wafundishe zaidi watoto namna za kujitegemea, namna za kuwa na nidhamu ya pesa, namna ya kuwa na nidhamu ya kuhifadhi. Wanasema savings nzuri. Mtoto yeye anajua hayo mambo toka mapema, ili anapokuwa mkubwa, anapokutana na mambo tayari ameshajiandaa sana na hizo hali. Jambo lingine pia kwenye jamii ambayo unatakiwa kufanyika, ni kweli tunatakiwa turudi kwenye misingi ya zamani. Tuwe tunaweza kusikilizana, tunashirikishana mambo yetu, changamoto tunazozipitia, kama tunaweza kutafutia njia ya kutatua ya pamoja au mawazo ambayo yanaweza kumsaidia mtu aliyekwama sana. Kwa sababu sasa msongo wa mawazo, sononeko kali, tunaita depression na nini, vinaongezeka kwa sababu tumetengana sana. Tukipata hali ya kufanya mambo kwa pamoja, tunaweza tukapunguza ukubwa wa changamoto. Mtaalam, labda katika makundi haya mawili, upande wa wanawake na wanaume, wepi ni waathirika zaidi? Halo, unanisikia ndio, umesema upande wa wanawake? Nasema kati ya makundi haya mawili, wanawake na wanaume, wapi ni waathirika zaidi? Kati ya wanawake na wanaume. Wanaathirika wote, japokuwa wanaume wanaathirika zaidi kutokana na namna jamii zilivyotengenezwa na matarajio ya jamii kutoka kwa kijana wa kiume au kwa wanaume. Inakuwa changamoto zaidi kwao kwa sababu hiyo. Jamii zetu zinatarajia wanaume wawe watatua changamoto, wawe watengeneza familia, wahudumia familia. Sasa hapo inapomkuta hali
ya ugumu wa upatikanaji wa kipato, changamoto za misongo na vitu vingine, na bado anatarajiwa sana, jamii na mdimandi kwa kiasi kikubwa provide hichi, afanye kile, inakuwa ngumu sana kwa wanaume kuliko wanawake. Sasa ni dalili zipi ambazo unaweza kujitambua wewe au kumtambua mgonjwa mwenye afya ya akili? Okay, dalili zipo nyingi. Tunaanza na zile very common. Kwanza, kukosa usingizi. Ukiona mtu anakosa usingizi kwa muda mrefu, siku kadhaa kama mfululizo, huyo tayari tunaanza kuwa tuna wasiwasi naye. Kula sana au kupoteza hamu ya kula kabisa. Hiyo ni ishara mojawapo ya kuonesha huyu mtu anaweza kuwa anapitia changamoto ya afya ya akili. Kitu kingine, kuwa na hasira, unakasirishwa kirahisi kwenye jambo dogo, yanakuwa mwepesi kukasirika sana. Hicho ni kiashiria kimojawapo. Kitu kingine ni kupoteza hamu na furaha kwenye mambo aliyozoea kuyafanya. Kwa mfano, hapo mtangazaji mwenzako alikuwa anapenda kuwahi kuja kazini, ghafla tu anaanza kuwa anakuja kwa kuchelewa labda, au anakuja amenukia pombe ya vilevi fulani, au haji anatafuta sababu za kutokuja kazini. Hiyo ni ishara kwamba huyu mtu anapitia changamoto. Pia kujitenga. Ukiona mtu anapenda kujitenga, anatumia muda mwingi peke yake, hii ni moja ya kiashiria kwamba hayuko sawa, na dalili zingine nyingi sana. Okay. Sasa wewe kama mtaalamu, ili kuweza kuokoa hichi kizazi cha Tanzania, si ndio? Sana sana kuanzia kwenye vijana, kwa maana ndio tunaulia nao. Nini kifanyike? Na unaiambia nini serikali ili kuweza kuokoa hili janga? Okay, tukianza na serikali. Serikali, ujumbe wangu kwao ni kwamba waongeze nguvu. Hii injili ya afya ya akili ihubiriwe sana. Iwafikie wengi, waongeze nguvu, budget ziwekwe, wataalamu wazalishwe wa kutosha, sababu sasa hivi uhitaji umekuwa mkubwa sana kwenye jamii. Kwa hiyo wakiongeza nguvu eneo hilo, wanaweza wakasaidia. Na mimi nasemaje au nawashauri nini watu sasa hivi, kwa sababu changamoto imekuwa kubwa, au specifically vijana? Moja, kwanza tuwe tuna tabia ya kuweka nafasi ya kushindwa. Yani katika kufaulu kwako, jiweke kipande kidogo, wewe sema hapa inawezekana nikakwama. Yani usiweke 100% kwamba hichi ninachoenda nafanikisha. Hiyo itakupa room kidogo ya kupumua pale yanapotokea mazonge ya kushindwa. Kitu kingine, tuwekeze zaidi kwenye mtindo bora wa maisha. Tushughulikie changamoto zetu vizuri, tupangilie vizuri. Kama una stress, ujue inasababishwa na nini. Fanya mazoezi regularly kwa wiki at least mara 3, kula chakula bora, alafu pia epuka mitindo hatarishi, matumizi ya madawa kulevya, pombe kwa wingi. Hiyo ni vitu ambavyo vinachangia sana mtu kupata changamoto ya afya akili. Lakini kingine, tuboreshe mahusiano na watu wetu wa karibu, ndugu, wapenzi na marafiki. Hao wanakuwa mtaji mzuri pale unapopitia changamoto, wao wanaweza kukusaidia. Sawa ili uweze kuepukana na jambo. Lakini kingine, tusisahau kusaidia watu kipindi wanapitia changamoto. Kusaidia watu wengine inaleta afya sana. Unajisikia, unapata ile sense ya importance. Binadamu wote tuna shauku kubwa sana ya kuonekana wa muhimu. Uta picha, John umenisaidia mimi, alafu niko mlango wa pili naongea na mtu, nasema sasa bila John jambo lisingevuka. Wewe upo upande wa pili, unasikia na msimulia mtu. Unajisikiaje moyoni? Unajikuta unapata kumbe na mimi mtu wa muhimu. Sasa hiyo hali inaongeza self esteem yako, unajithamini zaidi, inakuwa sio rahisi kuingia kwenye michezo hatarishi, kwenye ulevi. Ukiwa unajithamini, at least unapunguza vitu vingi sana. Kwa hiyo hayo naweza nikayasema hivyo. Kingine, nisisahau, jikubali. Kubali vile ulivyo. Kama una udhaifu fulani, fanyia kazi. Na kama unakuwa ni ngumu sana, shirikisha wale wanaoweza kufanyia hiyo jambo. Usinganganie kila kitu. Jikubali vile ulivyo, unatosha. Kama hujaalikwa sehemu usiende. Sawa. Kama hujashirikishwa jambo, usishirikishe. Ni simple sana maisha yako, utajikuta unabaki na afya sana.